Mchungaji, habari yako? Salama kaka, habari za siku? Mimi niko vizuri shamo. Marhaba, habari za siku ndugu yangu. Shukuru Mwenyezi Mungu. Mengi yametokea hasa kimichezo, na hapa tupo kwa ajili ya kuzungumzia michezo na yale ambayo yalijili na ambayo tunatarajia yaende kujili. Mchungaji, cha kwanza tuanzie kwa Young Africans. Mchezaji Pacome Zouzoua ni mchezaji bora kwenye kikosi cha Young Africans na anatajwa sana kuwa miongoni mwa wachezaji watakaotunukiwa wenda ile tuzo ya MVP katika msimu uliopita. Mchezaji huyo katika kundi la pili liloitwa na timu ya Ivory Coast, timu ya taifa, hajaitwa, na mashabiki wa Young Africans walikuwa na matumaini makubwa pengine Pacome Zouzoua ataenda kuonyesha makubwa kule Ivory Coast kwenye kikosi hicho cha timu ya taifa. Kutoitwa kwa Pacome Zouzoua katika kundi la pili ambalo linaenda kushiriki michuano ya AFCON, ina athari gani kwa Young Africans? Ni kweli haina athari yoyote. Kwanza labda tuanzie ile ya mwanzo, ile ya kwamba labda Pacome Zouzoua katika hizi tuzo za uchezaji bora kwa hapa Tanzania hakuna tena mchezaji kama Pacome Zouzoua. Hata ukimkataa kwa sababu hayuko katika timu yako, lakini mwisho wa yote utakuja kumkubali ukiwa peke yako kwamba Pacome Zouzoua ni mchezaji aliyekamilika. Pacome Zouzoua ni mchezaji anayeamua mechi. Pacome Zouzoua ni mchezaji ambaye ni wa mfano, kwa sababu Pacome Zouzoua kwanza moja, huwezi kumkaba kirahisi. Ukiangalia mechi na Coast, watu walikuwa wanamuingia maungoni, sasa sio kumkaba kimpira, wanamshika kama wanaangusha rede, kama mieleka. Lakini kwa sababu ni mchezaji mkubwa, hakupaniki, hakufanya kitu chochote cha kuweza kusababisha kadi. Alijua kabisa kwamba hawaniwezi, kwa hiyo wanatumia kila njia ya kuweza kunidhibiti. Na mchezaji ukishajua hivyo, basi unasubiri tu upate chance ufunge, mambo yaendelee. Lakini ukisema urudishe kile unachofanywa, utapigwa kadi, watakutoa kwenye mchezo na mchezo wako utakuwa umeishia hapo. Lakini Pacome Zouzoua ni mchezaji mkubwa, ameshafanywa yote hayo. Kwa hiyo katika swala hilo liloniuliza kwamba la mchezaji la tuzo, mimi naona hata asipopata ni kwa sababu tu hatujui wale waandaaji wanatumia taratibu gani kuchagua mchezaji bora au mchezaji katika ile kategori walioitenga. Lakini Pacome Zouzoua hakuna wa kufananisha naye. Hata kama wataweka watu 9, yeye ataibuka mshindi. Sioni hata upande wa pili, sioni, kwa sababu hata anayemkaribia kwa karibu yule Yahua, sijui yule wa Simba, ukiangalia mara zote wanakutana, Yahua yuko upande wake na huyu Pacome Zouzoua yuko upande wake, lakini Pacome anatoka na ushujaa wa kuisaidia timu yake. Kwa hiyo maana yake ni kwamba quality zile zinajipembua zenyewe katika ndani ya dakika 90, sio katika maongezi sisi watu. Unajua kuna wachambuzi ndio wanaweza kumpaisha mtu au wakaweza kumshusha mtu. Sasa bahati mbaya sisi Young Africans, wachambuzi walio wengi hawako upande wetu. Hata ukiangalia ile faulo ya Baka ile na faulo aliyoifanya yule Soa, ya Soa haipigiwi kelele kuliko ya Baka, lakini ya Soa ni hatari zaidi kuliko ya Baka. Kwa hiyo mimi hata akikosa Pacome Zouzoua sitashangaa, kwa sababu kwanza sijui taratibu wanazotumia kuchagua, lakini sisi kama washabiki tunajua Pacome Zouzoua ni mchezaji mzuri kuliko wote kwa sasa hivi katika ligi ya Tanzania. Sasa nakuja swali lako la pili la kwamba Ivory Coast wameita kwenda AFCON, lakini yeye hakuitwa. Tukumbuke lile taifa ni taifa la mpira sana, na lina watu wengi sana ambao wanacheza nje na wengine wanacheza Ulaya, sio mmoja, sio wawili, ni wengi tu wanaocheza Ulaya. Na hata alivyoitwa ile mara ya kwanza, mimi niliwaambia wanayanga wenzangu au Tanzania wenzangu, kuitwa timu ya taifa sio kusajiliwa. Kwa hiyo unapoitwa timu ya taifa ni mahitaji tu ya wakati ule, au kuna mtu katika ile namba amepata majeruhi, au labda mwalimu anataka kuangalie na wewe kama unaweza ukasaidia timu, kwa sababu timu ya taifa ni ya watu wote. Kwa hiyo kutokuitwa Pacome Zouzoua kwenda timu ya taifa sio kama kiwango kimeshuka au kwamba hastahili kucheza timu ya taifa, ni kwamba tu hapa watu ni wengi ambao taifa lile watu ni wengi sana, kiasi kwamba hata mwalimu mwenyewe inamchanganya jinsi ya kuita watu. Lakini kama Pacome Zouzoua angekuwa mataifa mengine ambayo sio ya mpira, angeenda, mfano angekuwa kama Zimbabwe, angeenda. Kama Dube ameweza kwenda AFCON, yeye angeshindwaje?
unaona. Kwa hiyo ndio hivyo, Watanzania tuendelee kumsupport Pacome Zouzoua, ni mchezaji mzuri na ni mchezaji mkubwa. Kutokuitwa timu ya taifa sio kama kwamba labda uwezo ndio umeshuka, na yeye mwenyewe asikate tamaa, kwa sababu kuitwa timu ya taifa ni mipango ya Mungu pia. Tuna wachezaji hapa Tanzania wazuri, lakini hawaitwi timu ya taifa. Kwa kuitwa timu ya taifa ni kutokana na mipango ya mwalimu, anaona wewe atakutumiaje. Kama anaona hata kutumia, basi anaweza akakuacha. Kevin John alikuwa anakiwasha Ulaya, lakini alikuwa anaitwa? Alikuwa haitwi, kwa sababu mwalimu alikuwa haoni namna ya kumtumia. Job hapa amewahi kukataliwa kwamba ni mfupi, lakini walimu wengine walivyokuja wakamuita na akacheza. Sasa uone hapo kama kuna scenario mbili tofauti. Kwa hiyo kule kuitwa timu ya taifa, kutokuitwa timu ya taifa kusitufanye mchezaji wetu tukamuona labda kama yeye kiwango chake ni kidogo. Hapana, ni mahitaji tu ya mwalimu. Lakini athari gani mchungaji kwa Young Africans kukosekana kwa Pacome Zouzoua kwenye mashindano makubwa kama yale ambayo yangempa ukomavu zaidi kuelekea kwenye michezo ya Young Africans hasa ya CAF Champions League? Hakuna athari yoyote, kwa sababu kwa kila ambacho angeenda kukifanya kule, kwa sababu kule ni mechi zizidi 5, hapa anacheza ligi mzima. Kwa hiyo kama ni ukomavu ataupata hapa, kwa sababu hapa anacheza mechi nyingi za kimataifa ambazo zina ushindani mkubwa sawa sawa na ule tu wa AFCON. Ukienda kucheza na taifa jingine, maana yake ni kwamba unacheza na taifa jingine. Kwa hiyo hata kule walikoenda kucheza timu ya Afrika, alikuwa anacheza na mataifa mengine, sio timu za kwao. Kwa hiyo unapocheza na taifa jingine, hata kama timu ikuwa ni ndogo namna gani, unapata ukomavu, unapata namna gani ya kujua mashindano yalivyo. Kwa hiyo Yanga sisi tutaendelea kunufaika na Pacome hata asipoenda kwenye mataifa ya Afrika. Kwa hiyo mimi nafikiri Pacome ataendelea kutusaidia, aende AFCON angeendelea kutusaidia, asiende angeendelea kutusaidia, ataendelea kutusaidia. Kwa hiyo sisi tuendelee kumsupport sawa sawa na tunavyomsupport siku zote kabla hata hajaenda AFCON. Mwenendo wa Young Africans hasa kwenye michezo yake ya ligi ambayo amekwisha kuicheza mpaka hivi sasa, unaitazama vipi kuelekea kwenye mashindano makubwa ambayo yataanza Januari mwakani ya CAF Champions League katika raundi zile za group stage? Kwanza mimi nashukuru kitu kimoja, kwamba wachezaji wa Young Africans watakoenda AFCON ni wachache, sio wengi sana. Kwa hiyo mwalimu anavyowaita kwa makundi, kwamba anawaita, anakaa nao siku chache, anawatoa tena, wanaenda kupumzika, wanarudi tena siku chache hivyo. Kwa maana hiyo hawatapumzika muda mrefu. Yaani mfano wachezaji wa Kitanzania, ukimwacha labda akae siku 21 bila kufanya mazoezi, wote utawakuta vibonge. Na ukiwakuta wakiwa vibonge, maana yake utakuwa na kazi mbili. Utaanza kwanza kazi ya kukata weight ili uende kwenye mazoezi ya mpira. Lakini unapowaita wanakaa siku 7, wanapumzika siku 7, unawaita unakaa nao siku 8, wanaondoka wanaenda kukaa siku 4, unawaita tena unakaa siku nao 5. Hata wao kule hawatajilegeza, yani hawatafanya mambo ya ovyo, kwa sababu wana siku chache tu za kukaa kule. Kwa hiyo mimi mwalimu wa Yanga alivyofanya nimemwelewa sana, na inaonyesha kabisa kwamba analijua soka la Afrika. Ndio maana ukiangalia Yanga wataitwa, wakiitwa watakaa siku chache, alafu wataruhusiwa tena kwenda kupumzika, alafu wataitwa tena siku chache, wataruhusiwa tena kwenda kupumzika. Kwa hiyo ule muda wa in pieces zile zinawajenga kwanza kuwa pamoja, alafu walio wengi ambao hawajaenda AFCON wataendelea kuwa pamoja. Kwa hiyo kwenye dirisha hili linalokuja kuongezwa na hawa ambao wataendelea kuwa cementale pamoja, watatengeneza kitu ambacho sasa tutaenda kutamba nacho katika hili duru la pili, hili ligi ya Tanzania ikianza na mashindano yale ya klabu bingwa yakishaanza. Kwa sababu usidanganywe na mtu, hili kundi ni gumu, na wenyewe wanavyoenda kupumzika wanaenda kujipanga ili aliyepoteza pointi aweze kujirekebisha, ili pointi zake alizozipoteza aweze kukusanya zingine zimvushe kwenye mashindano. Kwa maana hiyo haya mapumziko ya AFCON ya FIFA break tuyatumie vizuri sana, ili tuweze kwenda kufanya vizuri katika haya mashindano aliyosimama. Pengine pale kwenye dirisha dogo, karata Young Africans ielekee wapi kwenye kuongeza kuimarisha kikosi chake zaidi? Nilisoma siku moja mwalimu anataka maeneo matatu. Anataka namba 9 na namba 10 mwingine. Yaani namba 9 na namba 10. Wakikosa namba 10 mwenye kufanana na Pacome, basi hiyo nafasi waiache. Watafute namba 9 na winga anayecheza nafasi zote mbili.
na midfielder mmoja ambaye anaweza kacheza beki na midfield. Unaona, kwa hiyo ni ni maingizo matatu tu ambao wanayataka. Namba 9, namba 10 ya kumzidi Pacome. Ikikosekana hiyo apatikane winga ambaye anaweza kacheza 7 na 11, na namba 5 ambaye anaweza kacheza namba 5 na midfield kama alivyokuwa Bangala. Kwa hiyo nafikiri mwalimu ameshaainisha na hayo ndo wanaofanyia kazi viongozi. Kuhitaji namba 10 pale kama mwalimu alivyosema, ina maana kwamba Doumbia bado hajaonyesha kile ambacho watu wengi walikuwa wanakitarajia. Doumbia, kwa mawazo yangu mimi, Doumbia ni mchezaji mkubwa, lakini ni kama mtu ambaye ulikuwa unataka ushinde sekondari, yani ushinde mtihani wa form 4 uende form 6, lakini kombi zikashindwa kubalance, ukaenda chuo. Pamoja na kuwa umechaguliwa, lakini umeenda chuo ambao sio lilikuwa tegemeo lako. Wewe ulikuwa unatakiwa uende form 6. Sasa kwenda chuo huku ni kama unaenda tu kuwalizisha wale waliokuchagua. Mimi ninavyoona, Doumbia alikuwa hayuko tayari tena kurudi kucheza Afrika. Alikuwa anataka aendelee kucheza Ulaya, lakini kwa sababu nafikiri labda ama amekosa timu ama imefanyaje, kwa hiyo ndo anaamua kurudi Afrika kama ni kujinoa. Lakini sasa pamoja na kujinoa, ukimwangalia ni kama vile yani yuko out of game. Mechi zote anakuwa yuko out of game. Ni mchezaji mzuri, anajiposition vizuri, anatoa pasi vizuri, anafanya, lakini sasa ukiangalia pasi zilizo nyingi anapoteza. Sehemu ya kupiga anatoa pasi, sababu ya kutoa pasi, sehemu ya kutoa pasi anapiga. Maana yake ni kwamba ni mchezaji mzuri, lakini bado hajakuwa sawa psychological, mimi ninavyoona, kwa mawazo yangu mimi, lakini sio kama kila mtu ana uelewa wake wa kuangalia mpira. Kwa hiyo kwa sababu Kouma anaonekana akiingia anakuwa mzuri kuliko Doumbia. Kwa hiyo ni katika analysis ya football. Sasa hayo ni mawazo yangu mimi na yaheshimiwe kama mawazo yangu mimi. Sio mchezaji mbaya, lakini naona kwamba kuna kitu ambacho kiko ndani ya kichwa chake. Nikupe mfano. Beki wetu Mwamnyeto alipata tatizo, alifiwa na mke wake na mtoto, nafikiri Mungu awalaze mahali pema peponi. Alifiwa na mke wake. Kile kipindi kilikuwa kigumu sana mpaka watu tulikuwa tunamzomea, lakini Nabi alisema huyu nyinyi hamjui matatizo yake, ana matatizo makubwa. Kwa hiyo mwacheni, yataisha, msongo wa mawazo utaisha, atarudi katika hali yake. Na kweli akarudi, na Mwamnyeto anaendelea kutusaidia mpaka leo. Kwa hiyo nikuambie, mambo ya mpira, wachezaji wanapitia mambo mengi. Kwa hiyo sasa, kwa sababu Yanga ni timu kubwa, hawawezi watu ukaendelea kuvumilia msongo wako wa mawazo. Inatakiwa ujitume ili uonyeshe ulichonacho, watu washawishi waendelee kukusupport na kukushangilia. Kwa hiyo kwa upande wa Doumbia, naona mwalimu ameshindwa kumshawishi, na nafikiri ndo jibu sahihi kwa upande wako. Anahitaji muda zaidi. Kwa Yanga kuhitaji muda sio rahisi. Kwa timu hizi kuhitaji muda sio rahisi, kwa sababu muda wote na wao wanashinikizwa na watu wao nyuma huku wapate matokeo. Wakati wao wanakuvumilia, wao wanatukanwa. Sasa wakitukanwa wao, hasira zinakuja kwako. Kwa hiyo sasa kuvumiliwa kwa hizi timu ni mawili, ufanye vizuri tu. Usipofanya vizuri hamna mvumiliaji. Mimi nakwambia hamna mvumiliaji. Si Yanga, si Simba, hawawezi kumvumilia mtu. Kwa sababu wao wanachojua, rafiki yao mkubwa katika mpira ni ushindi tu. Hiyo ukufungwa inatokeaga tu, lakini mshabiki wa Simba na Yanga anachokijua kwake yeye ni ushindi tu. Ucheze vizuri, ucheze vibaya, wao hawajui. Wao wanachojua 1-0, 3-0, hawajui umechezaje. Hata kama utalipata kwa kugongana tu liingia, hilo ni goli. Wao hawaangalii move, sijui pasi, sijui umefanyaje, hamna. Wao wanachoangalia tu ni mpira umeingia nyavuni basi. Kwa hiyo kama mtu anaangalia tu mpira umeingia nyavuni, atakuvumilia huyo usipofunga? Hamna. Kwa hiyo mimi ningeshauri kwamba hawa wachezaji ni wazuri sana. Kwa hiyo tukiweza kuwavumilia tuwavumilie, lakini kama tukiona kuna wengine ambao wanaweza kutupeleka kwenye mashindano haya makubwa na tukafanya vizuri, basi kama wapo na hawana masharti makubwa waje tu. Lakini tumeona uvumilivu kwa Young Africans, kwa Yao Kwasi Atoula, ni muda sasa toka alivyoenda injury, lakini Young Africans bado yuko naye na imethibitisha kwamba analipwa mshahara kama kawaida na bado ni mchezaji wa Young Africans. Huo ni uvumilivu, kuvumilia mchezaji mpaka pale atakapotoka injury, na ni muda wa msimu sasa hatujamuona Yao Kwasi Atoula.
Sasa huo sio uvumilivu, huo ni wema. Wema. Yanga ni wema sana kwa wachezaji wao, sio mimi na wajua ni watano. Kuna mchezaji mmoja anaitwa Mhando, alitoka prison akaja Yanga msimu mmoja tu akaumia, alikaa miaka mitatu, amesajiliwa na analipwa. Akaja mtu anaitwa Juma Mahazi, aliumia, alikaa miaka zaidi ya ni wema, sio kuwavumilia. Sasa ni wema, kwa sababu mimi nakukumbusha kuna watu kama watano hivi. Kuna Mhando alisajiliwa na Yanga kutoka prison, alikaa karibu miaka mitatu, analipwa mshahara na hachezi. Kuna Juma Mahazi tulimtoa Kosti, alipata matatizo ya kuvunjika goti, akakaa miaka mitatu, analipwa na hachezi. Kuna Mapinduzi Barama alivunjika mguu, alikaa miaka mitatu, hachezi na analipwa. Kuna Yakobo Sonyi alikaa miaka mitatu, analipwa mpaka mwenyewe akasema bwana, mimi imetosha, naomba niende Ihefu. Sasa huyu ya Okwasi, Yanga sisi ndo maana timu ya wananchi, na mtu ukipatwa matatizo na unawaita wananchi. Huwezi kupatwa matatizo ukawaita wanyama, na wanaojiita wanyama, mchezaji akipata tatizo sio wao wanamwacha. Kuna yule Mbrazili alikuwa anaitwa nani sijui, aliumia goti kidogo wakamwacha. Kuna nani aliumia kidogo wakamwacha. Kwa hiyo angalia wachezaji wanavyoumia upande wa pili na wanavyoumia upande huku. Yanga si tunawapa thamani sana, na ndio maana mchezaji akitoka Yanga kama amegusa hizi mechi timu zote mbili, hata akiacha mpira mapenzi yake makubwa anakuaga Yanga. Wengi sana, hata nikikutajia kuna huyu Hamisi Tambo, umwambii lolote katika Yanga. Kuna Nionzima, umwambii lolote katika Yanga, wamegusa zote mbili hao. Kuna marehemu huyu Abdarawasu, ulikuwa umwambii lolote kuhusu Yanga. Kwa hiyo hata wachezaji wenyewe wanaona ni timu gani yenye fadhila. Na sasa yule ni kujibu swali lako, sio uvumilivu. Ule ni wema ambao unaweza ukafanyiwa na watu. Kukuvumilia ni kama uwanjani umekosa goli, bado tumekosa penalty, hiyo sasa ndo tunakuvumilia. Lakini kama umeumia na umeumia ukiwa kwetu, tunakutendea wema sasa, sio kukuvumilia, tunakutendea wema sasa, ili na wewe uone kile ulichokuwa unakifanya kimethaminika. Shukrani sana. Haya, asante sana bana.